Tunaendelea na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Francis Kumbandulane, mbunge wa Kilwa Kaskazini, aulize swali lake. Mbunge wa Kilwa Kaskazini anataka kufahamu lini serikali itakamilisha ujenzi wa chuo cha VETA wilaya ya Kilwa. Swali hilo linakwenda kutolewa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri ndugu Geoffrey Pinda. Mheshimiwa Mwenyekiti, chuo cha ufundi stadi cha wilaya ya Kilwa ni miongoni mwa vyuo 64 vya VETA vinavyojengwa na serikali katika wilaya ambazo zilikuwa hazijajengwa vyuo vya ufundi. Vyuo vya ufundi stadi pamoja na chuo kimoja cha mkoa wa Songwe ambao ulikuwa hauna chuo cha VETA cha mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya kwanza ya ujenzi wa chuo cha VETA cha wilaya ya Kilwa unatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.6 ambapo hadi sasa kiasi cha shilingi milioni 682,881,780 na senti 24 kimetumika. Aidha, ujenzi wa chuo hiki umefikia 40% na unatarajiwa kukamilika mwezi Novemba 2025. Mheshimiwa Kumbandulane. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mkakati wa serikali ulikuwa chuo hiki kingeweza kukamilika mapema na kuanza kudairi wanafunzi mwaka huu wa 2025, je, ni sababu zipi zilizopelekea zoezi hilo la ujenzi wa chuo hiki kuchelewa? Lakini swali la pili, ningependa kujua mikakati ambayo serikali inayo katika kuhakikisha kwamba mafunzo ya ufundi stadi yanayotolewa katika vyuo vyetu vya VETA yanakwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia na sayansi hapa duniani. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Ndulane kama ifuatavyo. Moja, kuchelewa kukamilika kwa ujenzi wa chuo kumetokana na changamoto ikiwemo upatikanaji wa fedha kwa wakati. Hata hivyo, idadi ya sasa tayari serikali imeshatoa fedha kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa chuo na kwamba ujenzi wa chuo hicho unatarajiwa kukamilika kama nilivyojibu kwenye swali la msingi. Swali la pili, juu ya namna ya kuandaa mafunzo ambayo yanaendana na teknolojia ya sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha mafunzo yanatolewa na vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na maendeleo ya mabadiliko ya teknolojia, serikali imefanya maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 23 pamoja na maboresho ya mitaala ili kuhakikisha mafunzo yanayozingatia maendeleo ya mabadiliko ya teknolojia. Aidha, mitaala yote iliyoboreshwa na ambayo inatumika katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi imeweka mazingira ya kuhakikisha maendeleo ya mabadiliko na teknolojia yanapewa nafasi.